Nataka nitilie mkazo alilolisema waziri wa elimu. Tumeamua watoto wote ambao wameacha shule kwa sababu mbalimbali. Yanayozungumzwa na Watanzania ni pamoja tu watoto waliopata mimba kurudi. Naitwa Saumu Asmani Omari. Nasoma shule ya sekondari Tuliani, wilaya ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Nakumbuka nilikopata ujauzito nilikuwa kidato cha pili na ndoto yangu ilikuwa ni kuwa mwanasheria. Elimu ya wakati huo ilikuwa ni rahisi kwa sababu tulikuwa tunasoma mwaka mmoja, mwaka wa pili, mwaka wa tatu na mwaka wa 4. Nilivyohisi kuwa ni mjamzito, niliumia kwa sababu naona wenzangu wanaenda shule, mimi bado nabaki nyumbani. Na hivyo hata pia wenzangu pia walinicheka na kuniacha nyumbani wao wakiwa wanaenda shule. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakaa tu nyumbani na kwa mama wa nyumbani. Nilipata msaada kutoka kwa walimu wangu wa shule ya sekondari na kushirikiana na wazazi wangu pamoja na maafisa elimu. Kilichonifanya nione umuhimu kurudi shuleni kuendelea na masomo ili niweze kutimiza malengo yangu na kutimiza ndoto yangu ambayo nilikuwa nimeipanga. Na ndoto yangu ilikuwa ni ile kuwa mwanasheria. Nilipata taarifa kutoka kwa walimu wangu wa shule ya sekondari ambapo ndo nilipataga ujauzito, wakishirikiana na wazazi wangu pamoja na maafisa elimu. Wakaniambia kwamba kuna elimu ya njia mbadala ambayo mtu kama ulikatisha masomo unaweza ukaenda na kuendeleza masomo yako na kufikia malengo yako. Mama yangu ndio mtu ambaye alinitia moyo na kuniambia kwamba wewe nenda shule ukasome ili afu mimi nisabaki na mtoto. Kwa hapo nilijisikia vizuri sana. Sikutegemea kama mama yangu angeniambia vile. Nilijua labda na yeye atakuwa ndo ameniacha nikae tu nyumbani, lakini yeye ndo amekuwa mtu wa kwanza kunipa kipaumbele. Niliporudi shuleni ilibidi nianze tena upya. Kuanza tena kusoma upya mwanzo ili alafu niendelee mbele. Yaani ilibidi nianze tena mwanzo mmoja. Na wakati kule nilipoishia nilikuwa nimesha katikati. Kwa hiyo kanibidi tena nianze mwanzo ili mpaka nifikie pale alafu niendelee mbele. Wenzangu walinifurahia na pia tulishirikiana kwa kila kitu na tulikuwa pamoja. Nilikuwa nataka nije kuwa na maisha mazuri na niwe nafanya kazi nzuri. Ndoto yangu bado naiona na naamini ipo siku naweza nikaifikia ndoto yangu. Wasichana wenzangu kama mimi ambao walikuwa wamepata ujauzito, wasikate tamaa. Yaani kwa kusikiliza maneno ya watu, bali wapambane, wanaweza wakasoboa. Namshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi wa kuimarisha ubora wa elimu ya sekondari SEQUIP, ambayo imenipa nafasi ya pili tena ya kuendelea na masomo yangu. Kwa majina naitwa Salihia Saif Salim. Nilikuwa nasoma kidato cha 3. Nikapata changamoto, kwa sasa narudia namaliza mwaka huu kidato cha 4. Wakati napata changamoto nilikuwa kidato cha 3. Elimu yangu nilikuwa napata, nilikuwa na ndoto ya kuwa daktari. Ila baada ya kupata ujauzito nilijua ndoto yangu ilikuwa imekata, lakini namshukuru mama ameleta project hii na kwa sasa naendeleza na ndoto yangu. Nikaa mjamzito, baadaye nikajifungua. Familia pia ilikuwa inanipa nini. Watu wa nyumbani walikuwa wananisema, majirani walikuwa wanasema kwa nishakatisha ndoto yangu na sitosoma tena. Kitu muhimu kilichonifanya mimi kurudi shule ni kwa ajili ya kuendeleza ndoto zangu na pia kwa ajili ya maisha yangu ya baadaye. Baada ya kurudi shuleni, sikukutana na vikwazo vyovyote, bali nilikaribishwa vizuri. Yaani sikutengwa, nimeonekana kama ni mwanafunzi. Katika maisha yangu ya baadaye, nina ndoto ya kuwa mwalimu ili nielimishe wanafunzi kama mimi nilivyoelimishwa. Mimi napenda jamii ijifunze kuwa kuna maisha baada ya kupata ujauzito. Ukishapata mtu akipata ujauzito au mwanafunzi akipata ujauzito, asikate tamaa. Apambane na shule anarudi aendelea kusoma. Napenda kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi wa kuimarisha elimu ya sekondari SEQUIP, ambayo imenisaidia kuendeleza ndoto zangu ambazo nilijua zimekatika lakini nimeendeleza. Kwa majina naitwa Latifa Saidi Mandi. Nasoma shule ya sekondari Tuliani, wilaya ya Kinondoni, jijini Dar es Salaam. Nilishia kidato cha 4 ndipo nikapata ujauzito.
Ndoto yangu ilikuwa ni kuwa mwanasheria. Nilijisikia vibaya baada ya kugundua nina mimba nikiwa bado niko masomo. Nilipata msaada kutoka kwa kakaangu pamoja na mamangu pamoja na mkuu wa shule. Baada ya kujifungua walinishauri kwamba niendelee na masomo. Baada ya kugundua kuwa nina mimba, nilipata changamoto kwa sababu marafiki zangu, jirani na ndugu walinitenga. Kilichonifanya nione umuhimu wa kurudi shule ni kwamba nilikuwa nataka nitimize ndoto zangu ambazo kwa sasa naona ni rahisi kuzitimiza baada ya kurudi shuleni. Nilipata taarifa kupitia kaka yangu. Alisikia kwa rafiki zake na pia aliona mtandaoni. Niliporudi shuleni sikukuta utaratibu wa kulazimishwa kupima ujauzito. Siku nilirudi shule nilijisikia vizuri kwa sababu nilikuwa naenda kutimiza ndoto yangu. Ndoto yangu bado ni ile kuwa mwanasheria kwa kuwa nilikuwa nikiipenda tangu nikiwa mdogo. Ninapenda jamii ijifunze kwamba kupata ujauzito sio suluhisho ya kushindwa kuendelea na masomo. Unaweza kupata ujauzito baada ya kujifungua unaweza kurudi shule kuendelea na masomo. Napenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi wa kuimarisha elimu ya sekondari ambayo imetupa nafasi tena ya kutimiza ndoto zetu. Tunawapa nafasi nyingine kurudi na kufanya mitihani. Lengo la maamuzi haya ni kutoa fursa pana kwa watoto wa Kitanzania kuweza kuendelea na elimu. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.